mbele yenu. Tuna maneno yetu kuzungumza na Watanzania. Niko mimi kama mnavyoniona, Susan Kiwanga, nilikuwa mjumbe wa kamati kuu Chadema, lakini vile vile nilikuwa mbunge wa jimbo la Mlimba wa kuchaguliwa. Lakini vile vile mpaka sasa ni mjumbe wa mkutano mkuu wa mkoa wa Morogoro kupitia wanawake nikitokea jimbo la Mlimba. Sasa niko na vijana wangu viongozi mbalimbali kutoka majimbo kadhaa. Ndugu zangu waandishi wa habari, lengo kubwa kuwaita hapa leo ni kutoa hisia zetu kwamba ni muda mrefu nimekitumikia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kama nilivyosema kwenye nyadhifa mbalimbali. Nimekaa ndani ya kamati kuu miaka 20, mahiri kabisa, tena wa kuchaguliwa na wajumbe wote wa baraza kuu nchini Tanzania bara na visiwani. Kwa hiyo ukute kwamba uwezo wangu wa kisiasa, viongozi mbalimbali wa majimbo na mikoa bara na visiwani, wilaya na mikoa, karibuni takriban wajumbe 400 walikuwa wananichagua vipindi 4 mfululizo kuwa wajumbe wa kamati kuu, kuwa mjumbe wa kamati kuu. Lakini leo kwa nini niko hapa? Labda niseme tu tumepata changamoto nyingi sana. Baada ya uchaguzi mkuu wa ndani ya chama ulivyoisha tarehe 21 mwezi Januari, kama mnavyojua uchaguzi una makambi. Huyu anamunga mkono huyu, huyu anamunga mkono huyu. Lakini vile vile uchaguzi huu ulivyoisha, tulitegemea kiongozi ambaye yuko madarakani mpaka hivi sasa, Mheshimiwa Lissu, kwa bahati mbaya sana yuko kwenye kuta za gereza, na makamu Heche hawakuweza kabisa kutuunganisha sisi wanachadema. Lakini tuko tayari. Mimi kama mlisikia kundi la G55, na mimi mmoja wapo. Nia na madhumuni kuingia kwenye ile kundi ni baada ya kauli mbiu ya chama chetu. Hiyo ni kauli mbiu, no reforms, no election. Na hii kauli mbiu ilitokea muda mrefu sana miaka ya nyuma. Hata tunaingia kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, hii kauli mbiu tulikuwa tunaimba. Lakini tukaona huku tunakoenda hii kauli mbiu, alafu uongozi wa chama unasema hii kauli mbiu ndo azimio la chama chetu kwenye baraza kuu na mkutano mkuu. Hata nikiwapa hapa document ambaye ninayo soft copy ya baraza kuu na mkutano mkuu, hakuna azimio kama hilo. Hiyo ni kauli mbiu tu kama people's power nini. Lakini no reforms, kila mmoja tunahitaji kwamba michakato yetu ya kiuchaguzi hapa nchini Tanzania imejawa giriba kubwa. Kwa hiyo tunahitaji sana mabadiliko ya sheria mbalimbali za kiuchaguzi na baadaye hata katiba ya nchi hii, ili Watanzania wachague viongozi wanaowataka katika serikali kwa uhuru bila kujali chama chake cha siasa. Sasa hii kauli mbiu imeenda mbali zaidi. Chama chetu sasa hivi viongozi wetu wanasema no reforms, no election. Maana yake tunadai hizo reforms, lakini kwenye uchaguzi unaoenda kufanyika Oktoba hakuna kuingia kwenye uchaguzi. Uwe udiwani, uwe ubunge, uwe uraisi, ni marufuku mpaka tupate katiba, mpaka tupate mabadiliko ya katiba na tupate mabadiliko ya sheria. Lakini tukiangalia tulikotoka mpaka hapa tulipo, mpaka uchaguzi sasa hivi imebaki miezi 4, tunaingia kwenye boksi la kula. Huu uwezekano kama ulishindwa miaka 30, utaweza kwenye kipindi kifupi? Kwa hiyo bado tunapambana kutafuta reforms, lakini hatuwezi kukataa kuingia kwenye uchaguzi. Sisi tukashauri chama G55 kwamba no reforms tunakubaliana nayo, lakini huku tunakoenda hebu tujaribu tuingie kwenye uchaguzi. Na kama mnaona kwamba mnasema kwenye uchaguzi tukiingia tutauawa, tutafungwa, tutanyang'anywa chaguzi, tutanyang'anya chaguzi, basi hizo no reforms tuzidai huko. Wakati tukuingia katika boksi la kula, wakasema haiwezekani. Nyinyi mnaopinga, nyinyi mnaotoa ushauri, maana tumetoa ushauri kwa chama. Nyinyi mnaotoa ushauri wa chama, nyinyi ni mapandikizi ya CCM. Nyinyi ni vibaraka wa CCM. Nyinyi mnahongwa na CCM. Ndio matusi sasa yakaambaa nchi nzima. Matokeo yake
tunaandikiwa barua, wanaagiza huko kwenye matawi yetu kwamba tufukuzwe wanachama. Sasa mtu mzima kama mimi niliyokutumikia chama miaka mingi, leo tawi linaenda kunifukuza wanachama kweli? Heshima yangu iko wapi katika hii nchi? Kwa hiyo hizo karaha, moyo unakaa hauna amani. Chama nilichokijenga mwenyewe, viongozi wengine niwaingiza wenyewe wanachama, leo napokea vitu kama hivyo. Kwa kweli katika moyo inakuwa ngumu sana kuhimili haya mambo. Ni wachache sana wanaweza kuhimili hiyo mikiki. Lakini matusi, kejeli na kusingiziwa mambo mbalimbali, mimi kwa kweli kama mtu mzima nikasema hapana. Sasa tukawapa tupe mikakati ya kwenda kuingia kwenye uchaguzi kwa kuzuia uchaguzi. Wanasema hivi, kama mlimsikia hata mwenyekiti wetu, siku ya kupiga kura tuwahamasishe wananchi vijijini kote na mijini waingie barabarani wakafanye maandamano ili kuzuia uchaguzi. Kasema huo sio mkakati. Kama mnasema tukiingia kwenye uchaguzi tutauawa, uchaguzi ni wa kikatiba ya nchi. Leo twende tukauzuie. Hivi tutapona jamani? Tutapona? Si ndio tutaenda kuuawa na kufungwa, sijui watakuwa na mawakili wangapi kututetea sisi nchi nzima. Na aina ya Watanzania kama nyinyi mnavyojua si rahisi, watakuingia kwenye mikutano, watanini. Mfano mmoja ni pale Mbinga, mwenyekiti wetu alivyokuwa amekamatwa na polisi. Kuna mwananchi mmoja, wote wale walichukua jiwe hata kupiga polisi. Watu wakatawanyika. Wengine walisahau mpaka viatu na mwingine alisahau mpaka mziki wake. Ukawa unaendelea kuimba tu. Sasa leo tunaenda kuzuia uchaguzi kivipi? Kwa hiyo tunaona kwamba tutapata mateso bure. Mwaka huu tutaachia CCM waingie kwenye uchaguzi wapite bila kupingwa. Dr. Slaa juzi kasema yeye mkalale tu nyumbani. Lengo la kuanzisha chama cha siasa ni kushika dola. Hakuna lengo lingine unapoanzisha chama cha siasa. Sio chama cha ngoma wala vikoba wala chochote. Sasa leo malengo yetu tunaacha pembeni, tunakuja na nahau nyingine. Mimi yamenishinda mwenzenu. Haya yamenishinda. Kama Mtanzania, kama mtu mwenye uwezo wa kufikiri. Na unaposhauri, ushauri haupigwi konzi, lakini leo sisi tunapigwa konzi kila kukicha. Sasa mimi nasema hivi, mimi Susan Kiwanga, niliyekuwa mjumbe wa kamati kuu miaka 20, niliyekuwa mbunge wa jimbo la Mlimba wa kuchaguliwa. Liwalo na liwe, Chadema naipenda, lakini kuanzia sasa ninavyoongea na nikitamka kauli hii, mimi nimeachia uwanachama wa Chadema. Nimeachia uwanachama wa Chadema kuanzia sasa saa ngapi? 7:24 siku ya Jumanne. Tarehe 13 mwaka 2025. Nimeuachia wanachama wa Chadema kwa sababu nilijiunga kwa hiari yangu mwenyewe na uachia kwa hiari yangu wenyewe. Nilijiunga mwaka 2004. Nimefanya kazi nyingi za kimkakati kuzunguka Tanzania nzima, bara na visiwani. Sasa ninasema basi. Nikiwa kama mtu mzima, chama changu kilichokuwa cha zamani hakiwezi kufifisha ndoto za Watanzania wote. Vijana waliojiandaa kugombea udiwani, ubunge, wengine uraisi, eti mtu mmoja tu aseme nyinyi wote basi tuache CCM bila kupingwa. Hiyo haiwezekani. Mimi kwa majina yangu naitwa David Chiduo, ni mwenyekiti mstaafu wa Chadema jimbo la Kilosa. Nimehudumu katika kipindi cha miaka 5 nikiwa mwenyekiti wa jimbo la Kilosa. Kwenye uchaguzi huu wa ndani ya chama mimi sikugombea kabisa. Lakini chama hichi cha Chadema niliingia mwaka 2012. Na ziko sababu zilizonifanya mimi Chiduo niingie Chadema. Kwa sababu kwenye eneo letu na familia yetu kwanza wengi sasa ni CCM. Kwa hiyo mimi Chiduo nilihuiwa kuingia Chadema kutokana na shida na matatizo wanayokutana nao na wananchi wangu. Hasa wananchi wa Dumila na wananchi wa Kilosa. Sasa zile shida nikawa najiuliza nafanyaje ili kutengeneza barabara, labda viongozi wanafanya hivi, ndo nikagundua siwezi kuingia CCM kwa nitaingia Chadema. Kwa hiyo niliingia mwaka 2012, nilinunua kadi mimi mwenyewe ya wanachama wa Chadema. Sasa toka kipindi hicho naingia Chadema sikufikiria kuhusu kuwa kiongozi. Sikufikiria kuwa kiongozi, lakini nilipoingia Chadema nilianza kuwa mwenyekiti wa Bavicha kata ya Dumila, lakini baadaye pia nikawa mwenyekiti wa kata ya Dumila. Baadaye nikawa tena mwenyekiti wa jimbo la Kilosa, nikawa mjumbe wa Chadema ni msingi kanda ya kati, kwa maana mikoa Singida, Dodoma na Morogoro. Nimekuwa mjumbe wa Chadema msingi kwenye nafasi hizo. Kwa hiyo mpaka napumzika nafasi yangu ya mwenyekiti wa jimbo
ni kwa sababu mimi siko Chadema kwa sababu ya kutafuta nafasi za kiuongozi za ndani. Nilikuja Chadema kwa sababu nina malengo na watu ambao niliona wana shida. Sasa ile nia na ile adhima ambayo mimi ilinisukuma kuingia Chadema haipo tena Chadema. Kwa hiyo kabla wao viongozi wakuu wa kitaifa hawajatuhamasisha sisi tuende tukazuia uchaguzi, tunamuomba Mheshimiwa Mwenyekiti Lissu, najua yuko jela hawezi kunisikia, lakini na mawakili wake ambao wanampelekea taarifa na mambo mbalimbali ya chama, kwamba wanaye wawili mapacha walioko Marekani waje kuandamana siku hiyo ya uchaguzi, mke wake ambaye yuko Ubelgiji aje, lakini Mheshimiwa Lema naye pia alete familia yake kutoka Canada waje wakae mbele ili tukazuia uchaguzi pamoja kama malungu tuanze kula wote. Lakini sio sisi mtoto wa maskini mimi ukanitangulize mbele ukaniambia nende ngazuia uchaguzi. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Na ni vitu ambavyo haviwezekani jana, leo, milele. Hii Tanzania ya ujamaa. Tanzania ambayo Mwalimu Nyerere ametufundisha kuoleana. Kwamba mwana CCM anakwenda kumuoa mwana Chadema, mwana Chadema anakwenda kumuoa mwana CCM. Tunashiriki ndio siasa, lakini bado hatuwezi kuondoka kwenye ule utu wetu na maadili yetu ya Kitanzania. Hatuwezi kukubali hivyo vitu vya kusema tunakwenda kupeleka watu kwenye maandamano. Ni kitu ambacho hakiwezekaniki.